Ndani ya Amaika Siasani tunapiga kambi katika wodi ya Holera katika kaunti ya Kakamega, na huko tunataka tuone kwamba mashinani kunasemaje. Wapiga kura katika eneo hilo la Holera ward wanasema vipi kuhusiana na uongozi katika eneo hilo, lakini pia ni vizuri kwamba tuweze kuwa na wale viongozi ambao wana azma ya kubadilisha maisha ya wakazi wa Holera ward. Nelson Songa ni jina langu. Nipo na mwaniaji wa kiti cha MCA Holera ward ambaye atakuwa anatuelezea hivi sasa kwamba anapotaka kuwa MCA katika eneo hilo yepi ambaye amewapangia wakazi wa eneo hilo. Vile vile ni kwamba atatupa picha kuweza kujua kumefanyika kitu au bado. Mheshimiwa, karibu sana. Asante kabisa. Naomba ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Saidi Jafar. Nikiwa kijana kutoka pale Holera ward na ambapo nimewania kiti cha MCA huko Holera na nataka watu wa Holera waniunge mkono kwa sababu hiyo kuna kazi nataka niwafanyie. Wanasema kwamba vijana ndio wamechangamka. Hivi ni kwa sababu tu ya movement ya vijana ama ni kitu unataka ufanyie watu? Inaweza kuwa tu labda msisimko wa vijana Gen Z. Msisimko wa vijana, unajua sasa kuna upepo. Unajua kuna wale wanaenda na upepo na kuna wale wako na maono ya kuwa viongozi. Sasa huwezi jua kuna vijana wagani wanataka kuongoza na kuna wagani wanaenda kwa sababu ya upepo wa vijana wengi. Sasa kwa mimi mwenyewe binafsi nakumbuka kiti hiki nilikianza kuwania 2023. Nikiwa nimetangaza rasmi ya kwamba nawania kiti hichi cha mwenye alichaguliwa 2023 apumzike kidogo kwa kiti. Wewe ulianza mapema. Singengoja kwa sababu pia mimi nilikuwa najipanga kisiasa na pia kiuongozi. Ndio nianze kufuatilia ni nini MC anafaa afanye kwenye wadi yake ambaye amechaguliwa. Na ni nini nikija nitafanya. Na huyu ambaye amechaguliwa ameahidi wananchi wa Holera kuwafanyia nini. Na ikiwa atafeli kuwafanyia basi mimi nije niwafanyie. Sasa umesema kwamba ulianza kuonyesha azma yako 2023. Kwa mtazamo wangu kwamba MCA wakati huo hakuwa amepata nafasi ya kutekeleza mengi ya miradi ya maendeleo. Hebu tupe picha ya Holera ward na MCA ambaye yupo, picha iko namna gani, maendeleo mmefikia wapi, ni wapi hakujaenda vizuri? Picha ya Holera ward kimtazamo wangu maendeleo kama ni maendeleo haifiki 50% na below average ambapo tumebakisha muda mfupi na uchaguzi mwingine tena hakuna makubwa ambayo tunatarajia kwa muda mchache huu. Hakuna makubwa ambayo tutatarajia ikiwa huo muda mrefu hatujatekeleza. Kumaanisha tumeshapitwa na muda na hakuna maendeleo yoyote ambayo tutatarajia kupitiliza ile ambayo imetendeka kwa sasa. Kwa hiyo miundo msingi huko pamoja na majukumu kwamba MCA wana ile kazi ya oversight ndio, lakini pia wao ndio wanafaa wafikishe devolution mashinani. Ni ukweli. Hivi kuna kitu kimefanyika? Kwangu huko hakuna kitu kimefanyika kwa sababu kuna barabara ambazo zilizinduliwa kule hazijamalizwa. Sasa ni miaka 3, ni miaka 2 hazijamalizwa kutengenezwa. Mimi mwenyewe nilifanya utafiti. Kuna barabara huko, kulikuwa na barabara zilizinduliwa kwamba 10 kilometers per ward. 10 kilometers per ward. Na nikapiga hesabu yangu, serikali ya county ilikuwa imetoa 600 million per all wards across the county. In Kakamega county we have 60 wards. So nikapiga hesabu yangu in 10 kilometer per ward strong. It means that ward moja itapata shilingi ngapi? Then upige hesabu ya kilomita moja italimwa na shilingi ngapi? Then upigwe hesabu ya sentimita moja italimwa na shilingi ngapi? Utapata ya kwamba inakukanganya kabisa na ilhali barabara hizo hazijaisha mpaka leo hii. Kwa hiyo unasema kwamba kwa barabara bado barabara za mashinani hakuna. Ukienda kwa ward yenyewe ECD, watoto wa ECD utapata kwamba kuna shule watoto wa ECD wanasomea chini ya mti. Sasa utapata, na hiyo ni kazi ya mwakilishi wadi. Inafaa hakikisha kwamba shule za chekechea ambapo hizo ziko chini ya county zinafaa zijengwe darasa za chekechea, ziwe na walimu wa chekechea, ndio uwe umeshikilia mkono kwa nafasi ya masomo ya watoto wa chekechea, kwa sababu hiyo kiti ni ndogo tu inaweza fanya hiyo kazi ufanye. Sasa ikiwa pia umefeli Zungumzia pia
labda sekta ya afya, kuna zile zahanati ambazo ziko chini ya county zinafaa zifanyiwe elevation kufika kiwango fulani. Hali ya afya nayo, sekta ya afya iko namna gani Kholera Ward? Sekta ya afya Kholera Ward, hata ukiwa kule Kholera utapata mtu anasema mimi natoka naenda Kabla. Kabla iko Bungoma. Ile Bungoma hiyo? Utapata mtu anakuambia anaenda Kabla, akienda kule Matungu unapata hakuna kitu kwa Matungu kwa hospitali huko, unapelekwa pale hospitali unaandikiwa madawa, unaambiwa enda nunua hii madawa. Sasa tuna madawa ya kutoa, hata Panadol unaambiwa enda nunua, unaambiwa uende ununue. Hiyo na sasa hii ya ward unaenda pale na Mlungu dispensary, wanakuambia unaenda pale Shibanze, wanakuambia hii hakuna madawa, mpeleke St Mary's, mpeleka mgonjwa wako Bungoma ama umpeleke Kabla. Pia wanarifaa Kabla. Sasa unajua madaktari hao wanataka wewe mgonjwa upone. Hawata kuweka hapo, na ili hali viongozi wenye mmewapea hawasaidii kutekeleza majukumu yao. Sasa wanakurifaa wewe, badala ya kukaa hapo uende kwa hospitali yenye at least unaweza saidika vizuri. Ndio kwa sababu nikaangalia nikaona ya kwamba hatuwezi kufanya siasa ya kwamba sisi wananchi wanachagua kiongozi. Kiongozi anawaambia tutaweka barabara, tutaweka stima. Kiongozi anamaliza miaka 5 pasipo kufanya chochote. Then anataka aje tena afanye siasa kwa kile ambacho alifanyia siasa in 2022. Amekitega tena 2027. Anataka kukifanyia siasa. Na hao ndio wanasiasa tuko nao leo. Sasa sisi tunajua jinsi mambo na uongozi na maendeleo inafaa itendeke. Kama mimi najua yule mtu ya kuweka stima ni nani, ni majukumu ya nani. Kama ni ile barabara inafaa ilimwe na county, naijua ni barabara gani kufikia wapi. Kama ni masomo kwa wanafunzi, najua mimi kama MCA inafaa nishikie wapi kufikia wapi. Lakini sasa kama mimi kama MCA nimefail kila mahali, nimeweka hiyo kitu, kama mbunge umefail, umeweka hiyo kitu ya connect stima, rural electrical connectivity, umefail kwa hiyo field kuweka stima, umefail kwa kumaintain barabara, umefail kwa kumaintain masomo, umefail kwa kufanya ile miradi ambayo unastahili kufanya kulingana na majukumu yako. Unangojea ifike 2027 tena uweke hiyo kama agenda yako kwa kufanyia kisiasa. Na hao ndo wanasiasa tuko nao leo hii. Wanataka kufanya kitu ambayo wakiahidi leo hawataki kufanya. Wanangoja, wanatega mtego wa hiyo kitu. Wanaenda miaka 3 wanakaa Nairobi kwanza kuenjoy life. Unanipata vizuri? Huko nyumbani wanaweka goons wa kuwa protect. Wewe sema kitu. Wa kuprotect, wa kuwa protect. In case useme kitu wanakukujia, wanakupiga mpini wakwambia nyamaza ama tutakuua. Wewe si wa kwanza. Sasa unaona wananchi wanaishi kwa uoga. Sasa wanasema tu wacha ifike 2027. Na mimi niliambia wananchi wangu wa kule Kholera, ikifika 2027 pesa ziko. Pesa za hii barabara, za kutengeneza hii barabara ziko. Pesa za stima ziko. Pesa za kichekechea ziko. Pesa za kutengeneza mitoni, maji na miundo msingi na madawa ziko. Hizo pesa mtaletewa 200 kila mtu. Sasa mnapokula hizo pesa, mjue pia you also take part ya kukula pesa ya maendeleo. Unadhani kwamba tatizo linaweza kuwa kwamba tunachagua viongozi ambao hawajui majukumu yao, wanapoingia kwenye afisi ni kama ndio wanajifunza kumbe inafaa wafanye nini? Ikilinganisha na kile ambacho unasema kwamba wewe sasa hivi ushafanya research yako, unaelewa MCA majukumu yake ni yapi, katika mambo ya afya inafaa aanzie wapi amalizie wapi, mambo ya elimu aanzie wapi amalizie wapi. Unadhani tatizo linaweza kuwa kwamba tunachagua watu kwa sababu ya ushawishi na sio kuangalia kama wanaelewa majukumu yao? Tunachagua watu kwa sababu ya sarakasi. Unajua kuna sometimes unaweza kuwa mtu wa sarakasi. Sasa muonekano wa watu unaonekana kama kiongozi. Watu wanakuwa na imani na wewe. Kumbe wewe ni mwana sarakasi. Wewe ni mwanasiasa peke yake, wewe sio kiongozi. Wewe ni mwana sera tu, unapeana sera na ambazo hautatimiza wewe kama kiongozi. Sasa wananchi wanakuwa na wakati mgumu sana wa kutofautisha ni nani wa kweli. Katika Kholera Ward, miongoni mwa ward ambazo nimeweza kuinteract na wale ambao wanataka kusimama kiti cha MCA uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kholera Ward inaonekana kuwa miongoni mwa ward ambazo zitakuwa na vijana kadhaa kuwania MCA. Huoni kama hili litawagawanya? Mimi sina shida na hao vijana. Kwanza hawajakuja, watakuja, wako wengi sana. Wako wengi, they are around 80.
even 100 watafika. Juu pia kuna wale marafiki zangu wananiambia watakuja. They are around 100 na si Kholera peke yake kama ward. Even these other wards. You know the problem with the young people, wanafikiria kwamba unajua sasa shida kwamba tumesoma, so tunafikiria kwamba tunaweza fanya kila kitu. Hata kama umesoma inafaa ukae chini upige picture kamili ya jinsi mambo inavyoenda, na mkae chini muelewane kama vijana, muite mkutano muelewane, mkuwe na memorandum of understanding, mseme tuko na nia maendeleo kwenye ward hii. Kholera ward ni ward ndogo. Tunaitana kama vijana wenye wamewania hizo viti, hata kama tuko vijana 100. Tunasema wewe, kwa sababu maono yako iko sawia na maono yetu, ingawaje hatuna pia imani sana na wewe kwa sababu hatujui chenye wewe unawaza utakapopata nafasi hiyo. Tunataka wewe usimamie nafasi hiyo na tukuunge sisi wote mkono pasipo kupewa rushwa. Pasipo kupewa rushwa. Unaona uwezekano wa nyinyi kufanya hivyo? Kuna uwezekano. Na mimi niliambia hawa vijana wenzangu. Hata huyu ndugu yangu Nuru Okanga mimi nilitafuta nikamwambia. Nikamwambia kwamba lakini sasa unajua kuna watu tuko na mambo mengi. Hatujui ni kwa nini mtu amesimama, mwingine amesimama anataka kujulikana, mwingine amesimama anataka maisha mzuri, mwingine amesimama hana kazi sasa. Nikamwambia kwa sababu mimi nilitangaza wa kwanza hii nafasi. Na ningeomba nyinyi wote mniunge mkono mimi. Na mimi I only need 5 years only. Nataka tu muhula mmoja peke yake. Kwa hii muhula mmoja mimi na promise watu wa Kholera naenda kufanya kazi ya ambao hao MCM mmeweka miaka 15 hawajaifanya hiyo Kholera. Unataka kipindi kimoja. Kimoja peke yake. Sitaki eti nirudi tena. Unajua ukiwa mwanafunzi mzuri, ukipewa kazi mara ya kwanza, ufanye kazi vizuri, unasonga hatua nyingine. Kutekeleza mahali pengine pakubwa. Wakati umefanya kazi pazuri padogo, unasonga pengine pakubwa kulingana umemaintain hapa mahali padogo umepewa. Lakini wewe sasa kama mwanafunzi, wewe umeambiwa toa pale hii kitu, hujatoa, unataka tena urudi uambiwe toa hii kitu hapa. Unaona? Nikisema kwamba wengine vijana ambao wanawania kiti cha MCA Kholera ward wanaweza kawa kwamba wanaangalia ushawishi wao kwenye mitandao lakini sio kwenye ground. Itakuwa niko sawa? Uko sawa. Vijana wengi wako kwenye mitandao. Hata mimi kuniangalia siasa zangu sifanyi kwenye mitandao. Mimi siasa zangu nafanya kwenye ground. Nikifanya kwenye ground niko kwa hakika kwa sababu najua ile kitu nafanya. Naonana na wewe hivi kwa hivi, tunaongea na kuambia ile maono niko nayo kama kijana, unisikilize, unipe hiyo nafasi. Na nikwambie kama pia unaona ya kwamba tutaendelea kukaa hivi, then hatua ni wewe mwenyewe kufanya mwenyewe. Siwezi kukulazimisha mtu ya kwamba nipigie, ni mimi ni lazima unipigie. No. Nitakwambia ukiona maisha iko sawa, tuko sawa kama ward, pigia yule ambaye unaona ako sawa na una imani na yeye atafanya ile kitu unataka. Lakini ukiona mimi na hii manifesto niko nayo yenye nimekupatia, unaweza niunga mkono na tukafanya kazi kwa pamoja, basi niunge mkono. Mtazamaji, ni naye Mheshimiwa Said Jafar Mukoya ambaye anawania kiti cha MCA Kholera ward katika kaunti ya Kakamega. Miongoni mwa vijana ambao wanasema kwamba ni wakati mzuri sana wa kutimiza kile ambacho waliotangulia kwa miaka na mikaka hawajaweza kutimiza. Anasema kwamba anahitaji kipindi kimoja tu cha miaka 5 alafu atakuwa ameweza kugeuza mambo katika ward hiyo ya Kholera. Mheshimiwa, ningependa tulizungumzie hili la umetaja goons. Huenda walio na ushawishi wataangalia, wakikuona kama unakuja mwenye ushawishi, watatumia hizo siasa. Maana siasa ni siasa. Na hasa sana za Kenya. Hivyo utakabiliana nao namna gani? Maana huenda wewe hauna hilo kundi la kukabiliana nao. Wao wako na watu na mipini na nini. Wewe umejipanga namna gani? Utaogopa ama utafanyaje? Mimi hakuna kitu naogopa ndugu yangu. Mimi naogopa tu Mwenyezi Mungu na ujimoto peke yake. Lakini mimi sitafanya siasa ya kukejeli, kutusi, matusi. Mimi sitafanya siasa. Mimi nataka tu kiti ya wakilishi wadi. Sitaenda kwa siasa ya urais, ya ugavana, ya ubunge. Mimi sitaenda kwa hiyo siasa. Mimi nitapiga tu siasa zangu za ground, za wadi. Lakini kama wewe unataka kunipiga vita, wewe kuja unitumie hao maguns. Kama kuna yule anaona opponent anaona kwamba labda niko juu, anaweza tuma vijana, ama kuna vijana wake wanaweza ni attack. Hao awatume tu, nitakuwa attack, lakini akumbuke Mungu yupo. Utaua, utaniua, lakini pia wewe nikiwa pale chini utakuja unifate. Sasa mimi sina shida na hilo. So mimi hakuna kitu naogopa, manake mimi hata siasa zangu kwa mtandao napiga tu siasa safi, na ninaambia vijana wangu
tupige siasa ya amani, yenye si ya matusi, yenye si ya kukejeli mtu. Ya hata mimi mwenyewe naona hakuna siku nishaikuwa like vijana wanani oppose ni kwa sababu mimi sina mambo mengi na wananielewa mimi am just a transparent guy. Ya na niko very social na wao. Hauna siasa za kukanyaga mtu? Hapana. Ya sitaki siasa za kivumbi au najibizana na gavana au na seneti ili unipate umaarufu. Hapana. Mimi niko na sababu ya kufanya maendeleo kuanzia pale chini. Manake pale chini ndio kuna shida. Wananchi hawatajua maendeleo ya taifa hili la Kenya kama haiko pale mashinani. Mwananchi wa kule mashinani hata elewa kwamba Kenya tunasonga mbele. Maendeleo ya taifa hili la Kenya, ndugu yangu, yanaanzia pale mashinani. Mashinani ikienda juu, mwananchi wa pale mashinani, iwapo atapata maji, iko pale maji safi, iwapo ataenda kwa hospitali apate dawa kule, iwapo atakuwa na stima pale nyumbani, atajua kweli taifa la Kenya linasonga mbele. Lakini taifa letu la Kenya linasonga mbele kwa corruption. Corruption ndio inasonga mbele. Hakuna mahali tunaenda, ufisadi ndio uko mbele, umekuwa imara na mauaji na magunzi. Na kuna kitu nilikuwa nasema mahali fulani kwa wanasiasa wetu hawa. Na mimi nitasema hapa hii kitu. Hawa wanasiasa wamekuja, hata sasa ukiita mwanasiasa kwa nyumba akuoshee vyombo, atakuoshea. Sasa ukimuita akubomee nyumba, atakubomea. Lakini ukimpea hiyo nafasi, hiyo nyumba yako atarudi hapa, ataangusha hiyo nyumba, atakuwa rafu, atafanya vitu zenye huku, atachukua mpaka na hiyo shamba, vitu vyenye hukutarajia kufanya. Wanasiasa wa leo hii wenye tunachagua, kama mimi venye nasema tu kwa roho moja, unajua sasa wananchi pia hawana imani kwa sababu wanasema nyinyi wote mnafanana. Kwa sababu wale wenye wako wametuharibia sisi wenye tunakuja. Tunakuwa na difficulties on the ground. Mwanasiasa maendeleo yenye wanga anafanya kwanza wakati amechaguliwa, ndugu yangu, na nataka usikie hii vizuri. Mwanasiasa yeyote ambaye amechaguliwa, awe gavana, awe MCA, awe MP, awe rais, uko juu hizo viti zote, maendeleo ya kwanza yenye wanga anafanya, wanga anatafuta guns for protection. Kwa sababu gani? Hii manifesto alipeana hata tekeleza. Hawa guns watakuwa wana attack wale wenye watakuwa wanamkumbusha yale manifesto ambayo alikuwa anawaagiza. Sasa wakati mimi nakuja nasema, wewe gavana, wewe mwakilishi wadi, ulisema hii hujafanya, kwa nini hujafanya hii? Jioni unapigwa marungu. So kitu ya pili yenye wanga anafanya, maendeleo ya pili ni kuibia wananchi, corruption, ufisadi. Sasa wakati yako na protection ya guns, wanakubeba kwa Zubaru, wanaenda wanakunyonga, wanakutupa mahali. Sasa hiyo inafanya wananchi wanakosa imani hata kwetu sisi. Kwa sababu wanajua pia sisi tutakuwa na mwelekeo huo. Nasikia wao magunzi wametumwa. Na wakati hawa viongozi wamekuja, wamenyenyekea sahi. Sahi hata ukisema piga magoti, mwananchi wa kawaida akisema nipigie magoti, wanapiga hata wanainua mikono juu. Lakini wakati mtawapea nafasi hizo, mtashangaa ni hawa kina nani mwenye mlipea. Venye sahi kuko hivyo, ndio kutakavyokuwa iwapo wananchi hawatabadilisha mawazo yao. Mheshimiwa Said, ukija ukweli wa siasa za Kenya ni kwamba pia kuna vitu wapiga kura wanaangalia. Na kwa bahati mbaya ni kwamba wamewekwa katika culture fulani ya kisiasa. Haya yote ambayo unatamani kwamba uweze kuwatendea watu wa Kholera Ward, inamaanisha kwamba uweze kutraverse katika maeneo hayo na kutembea huko kufikia mmoja na mwingine. Akina mama, labda akina baba watasema Mheshimiwa Said tumewahi kula. Na hiyo kwa sababu hiyo itakuwa sababu ya wao kupigia kura. Do you have the financial muscles za marshal hii campaign yako mpaka uweze kupata kiti? Financial marshal inaweza kuwa ngumu kwa wakati huu kwangu mimi kama kijana ambaye nimeamka nataka nafasi hii. Lakini kwa ile imani ambayo wale wananchi wa Kholera wako nayo kwangu, either kwa kukula ile kidogo ambayo niko nayo ama kwa kukosa kupata ile kidogo ambayo niko nayo, lakini wana imani ya kunipea nafasi hiyo, watanipea. Nina uhakika ya kwamba kuna wale wamewapea mara kwa mara lakini wamekuwa wakifeli. Wamewapea mara kwa mara lakini wamekuwa wakifeli. Utajiuliza ni kwa nini huyu amekuwa akiwapea mara kwa mara akifeli? Pia mimi nikikuja na hiyo strategy ya kuwapea, nisipobadilisha strategy yangu ya kutafuta nafasi hii, si pia nitakuwa kama huyu yule? Sasa kitu ya kwanza, mpaka uapply strategic plan nzuri na ideologies nzuri za jinsi uta approach hawa watu wako wa Kholera, address shida zao na uambie ile kitu unataka kuwafanyia, kwa hiyo muda watakupea na wakupatie imani ya hiyo.
wananchi wakiwa na imani kwako, hata ukiwapea pesa, once wako na imani kwa yule ambaye hawapei, wataenda tu kwa yule. Akija mwanasiasa ama mfanyabiashara ama mtu fulani na briefcase hapa ameweka pesa, anasema bwana Said, si uniachie ama achie nani, chukua hizi alafu wewe jifanya tu, lakini kununuliwa uachane na azma yako, utakuwa tayari? Sasa hata nimesema kule kwenye redio ya kwamba mimi kama Said, I am not going to support anyone in an MCA seat in my ward. I am not going to support anyone. Hata ukuje mara ngapi, nimeitwa na watu kadhaa kwamba niache, hata tu wale marafiki wa hao watu ukija kwambia waachana hiyo kitu wewe. Chana hiyo kitu. Nimeitwa, lakini nimewaambia mimi niko na imani sana na watu wangu. I am not going to betray my Kholera people. Sitaenda nichukue, heri nife maskini, lakini pesa zao hizo wabaki nazo. Mimi I'm not going to be bribed. Yeah, that's what I can assure you. And if they are there, let them listen. I'm not going to allow anyone find a support from my side. Yeah. Pressure iko kwa akina Edwin Sifuna, kwamba ndio sisi ni Sifuna. Hiyo movement unaitembeza sana. Lakini wanamuuliza hivi, unataka useneta ama unataka upresident? Mimi katika swali langu ni kwamba kuna Linda Ground, Linda Mwananchi, kuna Broad Based. Labda ushajipanga timu ambayo utatumia ama bado unasoma ground? Kulingana na mimi sisomi ground. Mimi sisomi ground. Mimi naangalia wale watu wangu wa Kholera. Wale watu wa Kholera ndio watafanya pia wale wanijue. Wale wajua wanijue. Hawa watu wa Kholera ndio wa maana zaidi. Wananchi wa Kholera ndio wa maana zaidi kuliko wale watu. Wananchi wa Kholera wasiangalie mimi natembea na wale watu ndio wanipee kura. Waangalie mimi nina maono gani kwao na wanichague. Wasiniangalie labda natembea na mwanasiasa mgani ama mgani. Wanichague kulingana na ile maono niko nayo kwa watu wangu wa Kholera. Kwa sababu wakinichagua kwa sababu mimi natembea na mtu fulani, watanipea kura hiyo na mimi nitaenda niishi Nairobi. Sasa na ningeomba kuambia watu wa Kholera kwa jumla, chagueni yule mtu ambaye ako na maono kwenu. Msichague mimi kwa sababu natembea na natembea ama natembea na Wetangula ama natembea na rais. Hapana. Mnichague mimi kwa sababu niko na maono yenyu pale, kuanzia pale chini. Sasa mimi siko mahali popote, either Linda Mwananchi, Linda Ground, sisi ndio Sifuna, sisi ndio wana Kholera. Tunapomalizia Mheshimiwa Jafar, napenda nikupe nafasi uzungumze na mtazamaji pale. Anaweza kuwa mtu wa Kholera kwa lugha yako yote, kama nikaa nyumbani, zungumza naye. Sie bana befu be Kholera ebasaba inafasi nendi mumbe inafasi nendi enzie bakhole kasi. Esene nyasa mumbe nafasi nendi uri mwana wenyu. Siesi ndebulosa ngabandi basabanga abo. Mniangalie vizuri na mnichunguze vizuri sana kilicho ndani ya moyo wangu kwenu nyinyi kama watu wa Kholera. Na msiangalie ile ambayo iko mbaya upande wangu. Mnipe kura kwa sababu mimi nimeomba nafasi hii kwa ajili nataka kuwafanyia kazi. Na nitarudia na ninawaambia kila siku. Nataka mnipe kazi kwa miaka 5 peke yake. Kwa sababu pale mbele niliwaambia in 2032 nataka nikuwe seneta wa kaunti ya Kakamega hii. Niende niwapiganie kule kwenye seneti. Ndio sababu naomba kama nyinyi wenyewe mtaharakisha mnipeleke kwenye seneti haraka, mimi niko tayari. Na kama nyinyi ndio mtaamua kama mnataka mnichelewesha kwa njia kidogo, lakini mimi niko tayari kwa safari hii ya kukomboa Kholera ward kwa jumla. Asanteni sana na Mungu awabariki nyinyi wana Kholera, ninawapenda sana. Wanavyosema Waswahili kwamba ukitaka kufuga ng'ombe anza na kuku na 1000 huanza na moja. Mheshimiwa Said Jafar Mkoya ambaye anawania kiti cha MCA Kholera ward katika kaunti ya Kakamega uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, anasema azma yake ya mwaka 2032 itakuwa ni kuwania kiti cha useneta kaunti ya Kakamega. Lakini kabla ya kutimia ama kufika wakati huo, anasema lazima aanzie hapa chini. Hiyo ndio moja ya kumfikisha 1000. Anasema anahitaji kipindi kimoja tu kuweza kuleta mageuzi na maendeleo ambayo watu wapiga kura wakazi wa wodi ya Kholera hawajaweza kuona kwa muda wa miaka kadhaa ambayo imepita. Tutakuwa tunazungumza naye kufuatilia pia mashinani kampeni zake anazipeleka namna gani. Kutoka kwa Maika Media tunamtakia kila laheri. Fuatilia Maika Siasani, tutakuwa tunakujuza, tunafanya kikao na wengi wa wanasiasa na viongozi hawa wakituelezea hivi kwamba wana nini kwa ajili yako ewe mpiga kura. Kutoka kwa Nelson Songa na wale ambao wameweza kufanikisha, nasema asanteni, kwaheri kwa sasa. Asante. Asante mheshimiwa.